Kufanya biashara sio kuwa na bidhaa na kusubiri wateja waje kununua. Biashara ni mfumo unaohitaji maarifa, mipango, ufuatiliaji na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Watu wengi huwa wanaingia kwenye biashara kwa sababu wameona mtu mwingine anafanikiwa, lakini wanashindwa kuiendeleza hiyo biashara kwa sababu hawajajifunza misingi ya kuendesha biashara. Mfanyabiashara mwenye mafanikio anatambua pesa inayopatikana leo sio mwisho wa safari ya biashara. Kitu cha muhimu zaidi ni kujua namna ya kuifanya biashara iendelee kuzalisha faida. Mfanyabiashara anatakiwa kuwa mtu anayejifunza kila siku. Lazima ajue wateja wake wanahitaji nini, washindani wake wanafanya nini, bidhaa yake ina thamani gani na biashara yake inaelekea wapi. Bila huu uelewa, mfanyabiashara anaweza kutumia muda mwingi na pesa nyingi lakini akapata matokeo madogo au asipate kabisa matokeo. Kuna mambo ambayo mfanyabiashara yoyote anayetaka kujenga biashara imara hawezi kuyapuuza. Jambo la kwanza ni matangazo ya mara kwa mara. Mfanyabiashara anatakiwa kuelewa kuwa na bidhaa nzuri peke yake haitoshi. Watu hawawezi kununua kitu ambacho hawakijui au hawajui kinapatikana wapi. Matangazo ndio daraja linalounganisha bidhaa yako na watu wanaoweza kuwa wateja wako. Mfanyabiashara anatakiwa kuifanya biashara yake ionekane mara kwa mara. Unaweza kutumia mitandao ya kijamii ikiwemo WhatsApp, au unaweza kutumia mabango, video kama content za biashara, mawasiliano ya moja kwa moja na njia nyingine ambazo zinaweza kuwafikia wateja wako. Matangazo ya mara kwa mara huwa yanasaidia kujenga kumbukumbu kwenye akili ya mteja. Mteja anaweza kuona tangazo lako leo lakini asinunue hiyo bidhaa, akaliona tena baada ya siku kadhaa na bado asichukue hatua ya kununua, lakini baadaye ikitokea akahitaji hiyo bidhaa, biashara yako inaweza kuwa ni miongoni mwa biashara ya kwanza ambayo mteja ataikumbuka. Hii ndio sababu mfanyabiashara hatakiwi kukata matangazo kwa sababu mauzo hayaongezeki. Matangazo yanahitaji uvumilivu na ubunifu. Unapaswa kubadilisha namna unavyowasilisha ujumbe na kuanza kuonyesha faida za bidhaa na kujifunza aina ya maudhui yanayowavutia wateja. Tangazo zuri linamweleza mteja tatizo analoweza kuwa nalo na namna bidhaa au huduma yako inavyoweza kulitatua hilo tatizo. Mfanyabiashara anatakiwa kujifunza kuzungumza lugha ya mteja. Badala ya kuzungumzia tu kuhusu bidhaa zako kila wakati, anza kueleza thamani ambayo mteja ataipata baada ya kununua hiyo bidhaa. Ni muhimu kupima matangazo yako kwa kufuatilia ni tangazo gani ambalo limeleta wateja wengi, ni ujumbe gani ambao umevutia watu wengi, ni njia gani ambayo imeleta mauzo mengi. Ukifanya hivi, utageuza matangazo unayoyafanya kuwa ni uwekezaji. Jambo la pili ni usimamizi mzuri. Biashara inaweza kuwa na wateja wengi lakini bado ikafeli kama usimamizi wake ni mbaya. Usimamizi unahusisha namna unavyosimamia fedha, bidhaa, muda, wafanyakazi, wateja na shughuli za kila siku kwenye biashara. Mfanyabiashara anatakiwa kujua pesa inayoingia na pesa inayotoka. Usichanganye pesa ya biashara na matumizi binafsi. Unapochanganya pesa ya biashara na matumizi yako binafsi, unaweza kuona pesa ipo, lakini kumbe mtaji wa biashara ndio unaotumika. Usimamizi mzuri unakufanya ujue biashara yako ipo kwenye hali gani. Pia usimamizi mzuri unahusisha kujua bidhaa gani zinauzika kwa kasi na bidhaa gani zinakaa kwa muda mrefu. Kama bidhaa fulani haiuziki, mfanyabiashara anatakiwa kujiuliza ni kwa nini. Huenda bei ni kubwa, wateja hawahitaji hiyo bidhaa, au namna ya kuitangaza hiyo bidhaa sio nzuri. Lakini pia huenda kuna bidhaa nyingine nzuri zaidi sokoni kuliko hiyo bidhaa. Lakini pia kama bidhaa fulani inauzika sana, mfanyabiashara anapaswa kuhakikisha hiyo bidhaa haikosekani kwa wakati ambao wateja wanaihitaji. Hapa ndipo kumbukumbu za biashara zinapokuwa na umuhimu, kwa sababu zinakusaidia kufanya maamuzi yanayotokana na taarifa sahihi na halisi. Usimamizi mzuri pia ni usimamizi wa watu. Kama una wafanyakazi, unahitaji kuwapa majukumu yanayoeleweka, kuwa na utaratibu wa kufuatilia kazi na kuwajengea mazingira ya uwajibikaji. Kama unafanya biashara peke yako, bado unahitaji kujisimamia vizuri wewe mwenyewe kwenye muda wa kufungua biashara, muda wa kutafuta wateja, muda wa kufuatilia mauzo na muda wa kujifunza. Mfanyabiashara ambaye hana mfumo mzuri wa biashara anaweza kufanya kazi kwa bidii lakini matokeo yakawa madogo. Bidii yenye mfumo mzuri inaweza kujenga biashara imara. Jambo la tatu ni utafiti
Utafiti wa masoko. Utafiti wa masoko ni kujifunza kuhusu watu unaotaka kuwauzia, mahitaji yao, uwezo wao wa kununua, tabia zao na mazingira ya ushindani yalivyo. Mfanyabiashara, usikurupuke na kuanza kuuza kwa sababu unaona bidhaa fulani inauzwa na watu wengine. Kitu cha kwanza unatakiwa kujiuliza, nani atanunua bidhaa yangu? Kwa nini anunue? Je, mtu anayeuza hii bidhaa anatumia kiasi gani? Anapata wapi bidhaa kama hii? Ni changamoto gani ambayo anakutana nayo? Haya maswali yanaweza kukusaidia kuielewa hiyo biashara. Utafiti wa masoko unaweza kufanyika kwa njia ya kuzungumza na wateja, kuwauliza wanachokipenda, kuchunguza bei za washindani na kuangalia maoni ya watu kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza pia kuangalia bidhaa zipi watu wanazizungumzia sana, malalamiko yao ni yapi na ni huduma gani wanazozikosa. Hii njia itakupa taarifa ambazo huwezi kuzipata kwa kukaa ofisini. Mfanyabiashara anayewasikiliza wateja wake ana nafasi kubwa ya kubuni bidhaa au huduma inayolingana na mahitaji ya wateja. Utafiti wa soko hauishii siku ya kuanzisha biashara, kwa sababu soko huwa linabadilika, wateja huwa wanabadilika, washindani huwa wanaleta bidhaa mpya, teknolojia pia huwa inabadilisha namna watu wanavyonunua na uwezo wa watu kutumia pesa unaweza kubadilika. Mfanyabiashara anatakiwa kuwa mwanafunzi wa soko lake kila wakati. Ukiona mauzo yanashuka, usikimbilie kulaumu wateja au kufunga biashara. Tafuta kwanza sababu ya mauzo kushuka. Huenda mahitaji yamebadilika na biashara yako inahitaji kubadilika pia. Jambo la 4 ni mpango au dira ya biashara kwenye upande wa mauzo. Mfanyabiashara anatakiwa kujua biashara yake inataka kufika wapi. Hapa ndipo mpango au dira ya biashara inapokuwa na umuhimu. Usifanye biashara kwa mtindo wa leo nimeuza basi nimefanikiwa. Lazima ujiulize, nataka kuuza kiasi gani kwa mwezi? Nataka kupata wateja wapya wangapi? Nataka kuongeza bidhaa zipi? Nataka biashara yangu iwe kwenye kiwango gani baada ya mwaka mmoja? Haya maswali yatakusaidia kuifanya biashara iwe na mwelekeo mzuri. Mfanyabiashara anaweza kuweka mpango wa kutafuta wateja wapya, kuwahudumia vizuri wateja waliopo na kuongeza thamani ya biashara. Badala ya kusubiri mteja aje, unaweza kupanga kila siku kuwasiliana na idadi fulani ya wateja wanaoweza kuhitaji bidhaa yako. Unaweza pia kuweka ofa maalum, ofa za misimu na njia za kuwafanya wateja waliowahi kununua warudi tena. Dira nzuri inamsaidia mfanyabiashara kukataa kufanya mambo yasiyokuwa na umuhimu. Kuna fursa nyingi ambazo zinaweza kuonekana ni nzuri, lakini huenda zisilingane au kuendana na mwelekeo wa biashara yako. Ukiwa na dira, unaweza kujiuliza kama uamuzi fulani unakusogeza karibu na lengo lako au unakupotezea muda na fedha zako. Mfanyabiashara mwenye dira haangalii pesa ya leo, anaangalia mfumo wa biashara anaotaka kuujenga kwa muda mrefu. Jambo la 5 ni malengo ya biashara. Malengo yanapokuwa wazi, mfanyabiashara anaweza kufuatilia maendeleo na kujua kama anakaribia kwenye malengo yake. Bila malengo, unaweza kufanya kazi kila siku lakini usijue kama unapiga hatua. Ni vizuri kugawa malengo kwenye vipindi tofauti tofauti. Kuna malengo ya muda mfupi kama kuongeza mauzo ya wiki au mauzo ya mwezi, lakini pia kuna malengo ya muda wa kati kama kuongeza bidhaa au wateja ndani ya miezi kadhaa. Na aina nyingine ya malengo ni malengo ya muda mrefu kama kufungua tawi jingine au kujenga mfumo mkubwa wa kuendesha biashara. Kila lengo linahitaji hatua. Usijiwekee lengo kubwa alafu ukaishia kulifikiria tu kichwani bila kulifanyia kazi. Jiulize, ni hatua gani unapaswa kuchukua ili uweze kufikia hilo lengo. Mfanyabiashara mwenye akili huwa anatazama takwimu na kujifunza. Malengo ni kama kipimo ambacho kinamsaidia mfanyabiashara kujitathmini, kujifunza na kuendelea kukua. Mfanyabiashara anayetamani kujenga biashara yenye msingi imara anatakiwa kuelewa mafanikio hayategemei bidhaa peke yake. Lazima ufanye matangazo ya mara kwa mara, uwe na usimamizi mzuri, ufanye utafiti wa masoko, uweke mpango au dira ya biashara na usifanye biashara kwa mazoea.